Aidha, niwapongeze Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Ofisi ya Msajili wa Hazina pamoja na bodi, management na watumishi wote wa taasisi na kampuni zilizowasilisha gawio na michango kwa serikali. Hata kama hamkuwasilisha hapa, lakini kama mmetoa michango yenu huko kwa serikali, nawapongeza wote. Kwa hakika hatua hii tunayoishuhudia na pengine kuisherehekea ni matokeo ya jitihada za makusudi za kuimarisha usimamizi wa mashirika na kampuni, nidhamu ya matumizi ya rasilimali, ufuatiliaji wa karibu na dhamira ya dhati ya kufanya mali za umma zizalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Ndugu viongozi, watumishi na wananchi wenzangu, siku hii ya gawio ina mambo mawili kwa pamoja. Kwanza, nafasi ya kupongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri na kuongeza mchango wake katika mfuko mkuu wa serikali kama ambavyo tumetoka kushuhudia hapa. Lakini la pili ni nafasi ya kutathmini kwa jicho la uwajibikaji maeneo yanayohitaji maboresho au kufanyiwa kazi zaidi. Tathmini hiyo inayohusu pia mashirika na makampuni ambazo zimeshindwa kutoa gawio au zimetoa gawio pungufu kilinganishwa na mwaka jana. Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinong'ona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal imestrike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanambia anajenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko, imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji, ungeiweka humo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1,327,000,000 kilinganishwa na shilingi trilioni 1,028,000,000 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa, kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo, na wapongeza sana. Katika hatua hii, na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi
zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda polepole. Tulikotoka ni mbali, lakini tunakwenda polepole. Bajeti ya mwaka huu, gap ya kujitegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka 2 ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri. Na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Sasa kadri taasisi za umma zinavyoimarika, ndivyo serikali inavyoongeza uwezo wa kutekeleza vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa rasilimali zetu wenyewe ndani. Tunaelekea kujitegemea. Wanasema it is impossible until it is possible. So it is possible. Tumeona hapa it is possible. Ndugu zangu, mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badala ya taifa kukopa, Wizara ya Fedha wakakopa wenyewe, tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya bandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Katika hilo nilielekeza kufanyika kwa tathmini ya taasisi zinazoweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa kipindi kifupi, cha kati na cha muda mrefu. Nadhani hii kazi kwa msajili bado inaendelea. Lengo halikuwa kutafuta fedha pekee, bali kukuza uwazi, kuimarisha nidhamu ya soko, kuongeza fursa za wananchi kushiriki katika umiliki wa uchumi na kuzifanya taasisi zetu zijenge utamaduni wa kufanya kazi kwa viwango vya ushindani. Tulikuwa tumebweteka mno, lakini leo cheki zilizotoka hapa na target nilizowapa watakwenda kuongeza ushindani ili wazalishe zaidi, tija ingie zaidi, wachangie zaidi. Kwa msingi huo, naielekeza tena kazi hii iendelee kupewa uzito unaostahili. Tathmini zilizofanyika zifuatiliwe au zifuatiwe na hatua za utekelezaji, na pale palipo na vikwazo vya kisheria au vya kisera au kiutendaji vibainishwe na tuweze kuviondoa kwa njia zetu za kiserikali. Lengo letu ni kuona jambo hili likitoka kwenye dhamira kwamba tuna dhamira ya kujitegemea na sasa tuwe tunaingia njiani kulitekeleza, tufikie kwenye kujitegemea. Kwa tutoke kwenye dhamira twende kwenye kufikia malengo tuliyojiwekea. Ndugu zangu, nimeiona kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayosema uwekezaji wa umma wenye matokeo ni nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050.
Niseme kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa uwekezaji wenye matokeo ni ule unaovutia mitaji, kupunguza gharama za kufanya biashara, kukuza ajira, kuimarisha huduma, kuongeza mapato ya serikali na kulinda maslahi ya wananchi. Huo ndio uwekezaji wenye tija. Sasa, ili kauli mbiu hii ipate maana na uhalisia, ni lazima itafsiriwe katika mipango yetu ya kazi na huduma zinazomfikia mwananchi. Kila shirika, kila taasisi, kila wizara lazima tuitafsiri kauli mbiu hii kwenye kazi zetu ili tuweze kufikisha huduma njema kwa wananchi, lakini pia kukuza uchumi wetu. Nasisitiza hili kwa sababu utekelezaji wa Dira ya Maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza kesho utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli. Taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa hiyo kwa wale bado wanaosuasua au waliona mchechu wenye kichefuchefu, na mchechu wa very right ulikuwa sawa, kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuudhi hapa inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa. Kuna mikopo inayoleta tafrani, tunahisi ukisikia mikopo unahisi sijui ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu, tuzitafutie dawa zitulie ili tuende nazo pamoja. Tunahitaji taasisi zinazotumia teknolojia, zinazopunguza upotevu wa mali, zinazovutia mitaji na kufungua fursa kwa sekta binafsi. Hili nalo muhimu. Tunafanya kazi sio sisi tu. Tufungue fursa kwa sekta binafsi iingie, kwa sababu sekta binafsi ni mshirika wetu mkubwa kwenye maendeleo. Kwa unafika pahali mmefanya maendeleo, mnaona labda huku mbele mtaji ni mkubwa unaotakiwa, ita sekta binafsi, ingia nayo ubia, nendeni kwa pamoja. Kwa hiyo tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi au hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi, 8, ziwe ni 8 na impact ya 8 iwe imeonekana. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu kama nilivyosema imeandikwa vizuri sana. Mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini twende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni, taasisi zetu za serikali na Watanzania wote. Twende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa tusiwe tu
kwa miaka kadhaa. Serikali inaubia wapi? Serikali inaubia TIPA, serikali inaubia sijui wapi, serikali inaubia shirika gani? Lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna. Lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaonufaisha wote, wabia wote wanufaike. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji ni sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, halina mjomba, halina msaada, ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu.